Ndugu wananchi na viongozi mliopo hapa, nitumie fursa hii kuwashukuru shirika la Compassion kwa kazi nzuri mnazozifanya za kutoa misaada ya kiutu. Kwa niaba ya waathirika wote katika wilaya yetu ya Mvomero, mimi nasema asanteni sana, na Mwenyezi Mungu atawalipa malipo bora zaidi ya hiki mlichokitoa. Katika kuonesha mshikamano na upendo, shirika lenu la Compassion Tanzania kwa kushirikiana na makanisa manne, kanisa la KKT Mtibwa, TAG Dakawa, EAGT Manyinga na FPCT Turiani, leo mnatoa misaada ya kiutu kwa wananchi wenzetu ambao wamepata athari za mafuriko. Nimeelezwa kuwa misaada itakayokabidhiwa leo hapa ni pamoja na kilo 1400 za mchele, kilo 800 za unga, kilo 100 za sukari, kilo 200 za maharage, lita 100 za mafuta ya kula na magodoro na vifaa vya shule. Ninawashukuru sana. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa niaba ya wakazi wote wa wilaya Mvomero, shirika la Compassion na viongozi wa makanisa yote yaliyoshiriki katika kufanikisha tukio hili, kwa kuwa bega kwa bega na serikali na kwa kuwasaidia Watanzania wenzetu waliopata athari ya mafuriko kwa kuwapa misaada hii ya kibinadamu. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na janga la mafuriko lililotokea hapa Turiani mwezi wa Februari mwaka huu 2026, makanisa ya ushirika wenza mawili, yaani kanisa la FPCT na la EAGT Manyinga, yalipatwa na changamoto ya mafuriko, ambapo nyumba za walengwa takriban 43, walengwa hao ambao tunawahudumia sisi shirika la Compassion, ziliathirika na maji na nyingine zilidondoka kabisa. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na jitihada za makanisa haya mawili pamoja na shirika la Compassion, tulifanikiwa kuwatambua hawa walengwa, kuwafikia wakati huo na kutoa msaada kwa familia hizi 43. Familia hizi 43 tuliweza kuzisaidia kwa chakula, familia zote 43 chenye thamani ya $8,640,000. Na baadhi ya walengwa tuliweza kuwasaidia kupangisha nyumba sehemu ambazo ni salama na kuhakikisha tumelipa kodi ya miezi 6 ili waweze kukaa sehemu salama. Siku ya leo, ndugu mgeni rasmi, tumekuja hapa kutoa mkono wa pole kutoka shirika la Compassion International Tanzania, na siku ya leo tumekuja hapa kukabidhi mahitaji yale ambayo tumeweza kuyafikia. Tunajua hatutaweza kuyafanya yote, ndugu mgeni rasmi, lakini ni muhimu kutoa mkono wa pole. Hivyo siku ya leo tumekuja na vyakula, magodoro na madaftari yenye thamani ya shilingi $1,400,030 ambayo tutakabidhi kwako kwa wahanga hao ili kuweze kuhudumia wahanga ambao wako kwenye kambi hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia juhudi hizi za pamoja, mafanikio yafuatayo yamepatikana. Familia 42 zimepatiwa msaada wa dharura, ikiwemo chakula, vifaa vya shule, vitanda na magodoro. Walengwa 36 waliopoteza makazi wamewezeshwa kupata makazi ya muda salama kwa kipindi kisichopungua miezi 6. Walengwa 13 wenye sifa zinazohitajika, ikiwemo umiliki halali wa viwanja, watajengewa nyumba kuanzia Juni 2026 na wanatarajia kukabidhiwa ifikapo Disemba 2026. Niwaombe sana wananchi, tumepata mkuu wa wilaya makini sana na mkurugenzi wetu makini sana. Yako mambo madogo madogo ambao sisi wenyewe ambao tunaona kama hawa viongozi wetu hawafanyi kazi, kumbe si hivyo ambavyo wanavyofikiria watu wachache, kwa maana ya kwamba kurusha matangazo mbalimbali kwenye media zetu hizi, hasa kwenye mifumo ile ya simu. Unakuta mtu anaandika jambo tu, Mvomero si nini, tunatuliani yetu si na kitu gani, si tuna nini.
Hebu tuangalie na namna viongozi wetu wamepokeaje jambo hili. Tuwashukuru sana, lakini niseme tuache mambo ya kuzusha kwenye mitandao, kwa sababu mitandao haitusaidii, isipokuwa viongozi wanapokuja kama hivi ndio wanaweza kutusaidia katika mambo yetu yakakaa katika mstari.